Tunalo zoezi la ugawaji wa kadi za elektroniki za Chama cha Mapinduzi. Zoezi hili kimsingi lilianza rasmi mwaka 2018 ambako Chama cha Mapinduzi kiondoka kwenye mfumo wa kizamani ule kwenda kwenye mfumo wa kisasa wa kielektroniki. Kwa kuna mambo mengi yakaboreshwa kwenda kisasa zaidi. Kwa hiyo Chama cha Mapinduzi kikaanza kuwasajili wanachama wake kwenye mfumo wa kielektroniki na zikaanza kutoka kadi za kielektroniki. Lakini liko zoezi ambalo lilifanyika la siku 10 za moto. Siku 10 zile za moto ambazo zilisajili wanachama wengi sana katika mkoa wetu wa Shinyanga na Tanzania kwa ujumla. Na katika mkoa wetu wa Shinyanga tulisajili zaidi, mpaka sasa tumesajili zaidi ya watu 500,000 ambayo ni sawasawa na 57% ya watu waliojiandikisha kwenye daftari la wapiga kura. Kwa sababu watu waliojiandikisha kwenye daftari la wapiga kura katika mkoa huu wa Shinyanga ni watu 1,22,000 na point huko. Ukiangalia katika asilimia hiyo ya watu hao, kwa watu waliojiandikisha kwenye daftari letu tunamtaji tayari zaidi ya nusu. Na hiyo ambayo ni tishio ambayo limesababisha hata watu wa vyama rafiki kama Chadema kuamua kuingia mtini kwa kuogopa CCM ina hazina. Kimsingi kwa maboresho tu, bila kusahau maboresho yanafanyika mwezi huu wa 5 unaokuja. Tarehe 1 mpaka tarehe 7. Nitakuita baada ya maboresho kama wale mliosajili. Idadi itaendelea kuwa hiyo. Naamini itapaa. Sisi lengo letu tunataka twende kwenye 90%. Karibu kwa 90%. Kwa kimsingi kadi hizo za kielektroniki ni bora kabisa. Ukishika kadi ile hata ukikunja haivunjiki. Ni kadi ya kisasa ambayo ina mambo mengi ambayo huwezi kuyaona hata kwenye NIDA yamezidi. Huwezi kuona hata kwenye lisensi ya kidriver. Hii inasema ni kadi bora Afrika, ni ya kwanza. Hakuna kadi ya mwanachama bora Afrika kama kadi ya Chama cha Mapinduzi. Ni bora kabisa. Pengine ubora wake una manufaa gani kwa mwanachama? Manufaa kwanza ni ambao anaweza katembea nayo akaweka kwenye wallet tu. Ile kadi ya mwanzo kama ulivyoniuliza mambo ilikuwa ni gamba kubwa, ile kadi kubwa fulani hivi ambao kilibeba inaweza kunjika au ikafanyaje ikaharibika. Lakini haka ni kadogo tu. Kwenye ile wallet yako kuweka kadi hata za benki unaweza kuibeba mle ndani. Lakini kwa baadhi kuna huduma baadaye mwananchi ananufaika nazo, kwa mfano za kuingilia kwenye viwanja vya ndege huko. Viwanja vya mpira. Iko sehemu unachanja hapo unalipia tu unaingia unaenda kuona mpira. Kwa kuna huduma nyingi mpaka Mungu akisaidia tutaenda hadi kwenye huduma za kibenki huko. Itakuwa hakuna haja ya kwenda na kadi yako kama ya benki. Unatumia ile tu huduma unakuwa muunganishwa moja kwa moja. Kwa hiyo ni bora kabisa kuliko maelezo. Ni kadi nzuri, kwanza inakuvutia na haichakai. Ni kadi ambayo ni ya kiwango cha juu. Ukilinganisha na kadi za wenzetu au upande wa pili, marafiki zetu wa Chadema. Umeshaziona, wangekuwepo tungewapa nafasi kuanza kulinganisha hapa. Kwa sababu nimesahau kuja nazo kwa sababu sisi tumewachukulia wale wengi wanarudi CCM, tunachukua kadi zao. Mtu anaporudi kwenye chama chetu cha Mapinduzi kutoka Chadema au chama kingine lazima tukabidhi kadi yake. Kwa hiyo tunazo. Ni kadi ambazo ni fake. Sasa na fedha, kuna fedha original na fake. Kama ni fake tungesema fedha fake. Ni kadi fake kabisa. Walipoona sisi tumeanzisha huu mfumo wakaamua kuiga, kumbe wameiga hawajajipanga. Wenyewe sisi tulianza 2018, wenyewe 2022 na wenyewe wakaenda kwenye zoezi hilo. Wakawa na CCM wanavuta wanachama kwa sababu ya kadi zao na sisi tuende wakaiga kwa kukurupuka. Kwa hazina ubora wote. Ni fake, ni kama karatasi ile wanasema business card tu. Ile business card kama unaona ilivyo na yenyewe ni mfumo huo. Haina mambo, sisi zina mambo chungu nzima mle ndani. Kwa hiyo kimsingi ni kadi nzuri, bora na za kisasa kabisa ambazo zimebeba mambo mazuri. Na kadi hizi ndugu yangu zinaanza kutolewa. Wanachama waliosajiliwa kwenye mfumo ule wa 10 za moto. Kadi zimeshafika na tumezipokea rasmi toka juzi. Ziko ndani ya mkoa wa Shinyanga na tumeanza kuzigawa. Na kwa ratiba tu kadi hizi tunaanza kuzigawa katika ofisi zetu za CCM za matawi katika mkoa huu wa Shinyanga, ambazo zitaanza tarehe 24 ya mwezi huu, mwezi wa 4 mpaka tarehe 7 ya mwezi wa 5. Ndio zoezi la kugawa kadi hizi zitakwenda kufungwa. Na kadi hizi wanazipata kwa makatibu wao wa CCM wa matawi, maeneo rafiki, hakuna haja ya kwenda wilayani au mkoani. Pale uliposajiliwa kwa katibu wako wa CCM wa tawi na mabalozi watakuwa pale, watashiriki kuzigawa hizi kadi kuhakikisha kila mmoja aliyesajiliwa aweze kupata kadi. Lakini kadi hiyo unaipataje? Lazima uende na kadi yako ya mpiga kura
au uende na kadi ya kitambulisho chako cha uraia kwa maana ya NIDA. Unaenda nazo pale zote, vile kitambulisho kimoja wapo kati ya hivyo viwili. Ni nzuri zaidi kama ukiwa navyo vyote, pia unaweza kwenda navyo. Ukifika pale unaenda kuonesha kitambulisho kile na unaweza kupata kadi yako kabisa nzuri ya Chama cha Mapinduzi ya kuvutia, kadi ya rangi ya kijani, kadi ya rangi ya Mwenyezi Mungu. Sababu tunaamini rangi ya kijani rangi ya Mwenyezi Mungu. Ndio maana unaona miti yote, majani karibia yote ni ya rangi ya kijani, rangi pendwa ambayo ilipendwa na Mwenyezi Mungu. East African Spirits Company Limited ni kampuni inayojihusisha na uzalishaji wa pombe kali na bia. Kampuni hii ilianza mnamo 2018 ambapo ilianza na line ya plastiki. Tulianza uzalishaji wa bidhaa yetu inayoitwa Diamond Rock. 2019 tukaanzisha line yetu ya line ya glasi ambao tunazalisha bidhaa yetu pendwa Hanson's Choice. 2023 ndipo tulipoanza ku blend na ku manufacture beers zikiwa ni Hanson's Light, Goldberg, Basembi ambayo imeunga mwaka 2024 na Hanson's Dry iliyoanza uzalishaji mwaka 2025. Bidhaa zetu ni bora, salama, zimethibitishwa na TBS, lakini pia zina key element au niseme ni zina sifa kuu ya kutokuwa na hangover, kutokuwa na harufu mbaya, na pia zina bei nafuu kwa kila Mtanzania.